ofisi. Shida ambayo yani shida ziko nyingi. Mdogo tu kulikuwa sisi tuna pikipiki 3 za chama. Moja alikuwa nayo mwenezi, mwingine mbili alikuwa nazo katibu aliyepita, Mwiteni. Sasa ile moja ya mwenezi ilitumika nguvu sana kumshambulia mwenezi ili pikipiki ile ofisini. Na pikipiki ile mwenezi aliweka kwa hamasa wa chama kata ya Ngonga. Ile pikipiki kaja. Pikipiki mbili zile ambazo zilikuwa kwa Mwiteni, moja ndio iko pale ofisini. Ile moja ionekane mpaka leo. Mwenyekiti azungumzi tena hilo jambo mpaka leo. Ni maana pale naona hapa pana mtu anaonewa na anatafutwa. Kwa hiyo pale mimi nikasema kwa hiyo mimi napishana naye tu kwenye hicho. Napishana naye kwenye misingi ya chama. Hapo tu. Mimi lazima tufuate misingi ya chama. Na si kwamba wewe ukiwa mwenyekiti basi wewe ndo alfa na omega. Haiwezekani. Hiki ni chama. Lazima mimi nimesema kwenye uongozi wote tunajadiliana jambo, tukijadiliana tunakubaliana kwa pamoja. Hilo ndio linakuwa maamuzi ya chama. Haiwezekani maamuzi ya chama katoka nayo labda mwenezi atoka nayo nyumbani kwake au katibu atoka nayo nyumbani kwake. Akiwezi kuwa chama. Chama lazima mjadiliane. Nini plani yako sasa baada? Plani yangu mimi nafikiri nimesema toka mwanzo. Mimi hapa nataka nishuhudie kwamba katiba ya chama hiki kwa sasa ifuatwe tena, yanafuatwa maneno ya mtu au maamuzi ya mtu. Ikifika hatua hiyo na uongozi wa chama taifa unakuja Jumatatu, na nitumie pia nafasi hii kuambia wanachama wengi unakuja viongozi. Unajua sisi niwaambie ni wadokezo waandishi wa habari. Ziara hii ilikuwa ni ziara ya mikutano ya hadhara. Na sikina nyewe ratiba mmeiona. Ilikuwa kila sehemu viongozi wote wafanya mkutano wa hadhara. Lakini sasa kutokana na kinachoendelea Kiera, mkutano wa hadhara tunakosa. Hautakuwepo mkutano wa hadhara. Hautakuwepo, ndio maana makamu mwenyekiti wa chama kwa mujibu wa katiba yetu ndio mwenyekiti wa maadili wa chama. Ndio maana anakuja kufanya kikao cha ndani. Sasa nataka nije nione maamuzi kwa sababu siku zote sisi tuliandika barua watu wanasema kwa nini mliruka mkoa? Tuliandika barua kuiandikia kanda kwa sababu tunamlalamikia mwenyekiti wa wilaya, tunalalamikia uongozi wa mkoa. Ngazi ya juu ya mkoa kwa mujibu wa katiba yetu ni kanda. Tulivambikia kanda imetupiga jana, na barua nilipeleka mwenyewe. Na picha kana napiga na mkabidhi katibu wa kanda nazo kumpelekea mwenyewe pale ofisi ya kanda, na alipokea sasa atafanya kazi. Anamsubiri mwenyekiti, alikuwa kwenye ziara kule. Mwenyekiti wetu ana nini anaita kwenye ile ya muziki mnaita nini si dona si nini, wale wasanii wa zamani wale wanafanya show kila baada ya mwezi. Kwa alikuwa huko, kwa akasema akirudi tutajadili, tutakuja Kiera. Lakini baada ya hapo imekuwa ni kalenda, akipigiwa simu na katibu kalenda, akitumia barua ni kalenda. Mara mwisho akasema mwenyekiti wetu wa kanda ameenda Marekani, kwa kirudi. Sasa tukaona hili jambo linafika hatua, mambo mengine yanakuja ambayo yako nje, na tukaandika barua kwa sababu si kanda ngazi ya juu ya mwisho ni taifa. Kwa tukaandika barua ofisi ya katibu mkuu, na ndio maana mmeona hii kwamba mwenyekiti wa makamu mwenyekiti anakuja wapi? Kiera kufanya kikao cha ndani. Lakini mimi niseme napokea simu nyingi sana. Mara andika barua ukata rufaa. Na nataka niwaambie tu waandishi habari. Mimi sitoandika barua ya kukata rufaa kwa sababu kikao kilichokuwa naamua hayo akikuwa halali. Kwa sababu mimi yani unajua nataka niwaambie tu wana Kiera. Mimi uzuri nimefanya kazi. Alafu mtu mwingine anasema sifanye kazi za chama. Mimi watakuja kuzungumza watu wa Kiera ambao mimi nafanya kazi. Na niwaambie tu sitoandika barua za kukata rufaa, na nataka nishuhudie maamuzi ya chama taifa kuhusu swala hii. Baada ya hapo nitakuja kuzungumza na vyombo vya habari, nitatoa msimamo wangu sasa baada ya kuona, kwa sababu misingi ya chama sasa hizi inakanyaka. Yaani ukweli, yaani chama chetu kimeingiliwa. Misingi yaani sasa hizi imefika hatua mtu tukiwa na hera unataka chama kiweke mfukoni. Sasa mimi siwezi kukubali na hili jambo. Siwezi kukubali kwa sababu ingelikuwa hiki chama kina misingi toka zamani, misingi kiunga na hicho chama. Mimi najali utu kwanza. Kwa sababu hivi vitu pesa ni za kwako, chama kinabaki kama chama. Kwa hiyo uweze kuniendesha mimi kwa sababu ya chochote hicho nacho. Kwa sababu mimi kwanza siamini kwenye hivi.
Ikitokea imeenda tofauti tukuone upande wa pili. Upande mimi siwezi kujiunga na CCM. Ila tu nasema nitazungumza baada ya kuona katiba hii hii ambayo tunaiamini na viongozi wetu wangapi, kwa sababu hii network mnayoiona, haya mambo mengi mnayoyaona si jambo la mwenyekiti wa wilaya tu. Labda niwaambie tu waandishi hapa, si jambo la mwenyekiti wa wilaya tu. Ana network ya watu wa mkoa, kuna baadhi ya watu wa kanda wana hili jambo ndio wanalifanya. Kwa hiyo nataka nije nione kama kuna mtu ana nguvu kuliko katiba, ndio tunasema sasa, kwa sababu ikitokea kitu ambacho nataka niwadokeze tu, ikitokea kweli haya mambo wakasema ni sahihi, hata nafasi yangu ya kwenye kata kule nitakuja kujiuzuru, ili tu nije nibaki kwa mwanachama, niwe naangalia tu mambo yanapokwenda, lakini nitakuja kuzungumza zaidi baada ya Jumatatu. Baada ya Jumatatu, Jumanne nitakuwa, yani tujiandae Jumanne tutakuwa na press ya kuzungumza na vyombo vya habari vyote kia. Tukushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana na niwaombe tu wana Kyela, Jumatatu kwa wingi waje, maana kuna agenda za chama pia. Kuna no reform hiyo Uingereza anasema no election, lakini kuna stronger together. Kwa hiyo waje pia tuje tukichangie chama kwa ajili ya operation zinaendelea. Waje kwa wingi kwa ajili ya chama, kwa sababu viongozi wetu, makamu wetu, mwenyekiti wetu wa chama ni mtu mwaminifu sana. Chama taifa ni mtu mwaminifu sana. Sasa tuje tumsupporti. Kuna wengine naona wanataka kumvuta kamba ili asifanikiwe kwenye malengo ya chama, lakini sisi tutasimama na mwenyekiti mpaka pale ambapo malengo ya chama yanatimia. Asanteni sana. Asante. Mkutano kule wao wana mazungumzo yao. Kwa pale tuliondoka hakuna azimio la kwamba tumeazimia kwamba Mwenezi asimamishwe. Tukaondoka kwenye mkutano. Sasa kibaya zaidi sasa ambacho mimi sasa ndo pale taa nyekundu ilipoanza kuwaka kichwani. Baada ya kufika lile eneo la mkutano, sasa mimi ndo nilikuwa niko jukwani kwa mara kwanza. Sasa niko baada ya kata kununua, mimi niko jukwani. Baadaye sasa sijui mimi kinachoendelea, wakaniambia mimi nishuke, Deus ndo ataendesha itifaki, ambaye ni mjumbe kamati wa kuteuliwa na kamati tendaji. Kuna kwenye kamati tendaji baada ya kupigiwa kura kuna wajumbe wale ambao tunaongeza kuteuliwa. Mimi nikashuka, akaendeleza Deus itifaki. Baada ya itifaki ile kuisha na mkutano kuisha, tukawa tumeenda sehemu ya kula chakula. Tulipokula kile chakula tukawa narudi sasa eneo la mkutano, tupande magari tuondoke. Nilimsikia kwa masikio yangu, tupo nyuma wanaongea mwenyekiti wa baraza la wazee Mwambigija wa mkoa akimwambia Deus kwamba kwa sasa wewe ndio utakuwa mwenezi. Lakini wakati huo hata mkutano hatujaanza, nilikuwa nasikia kuna baadhi ya wajumbe wa kamati tendaji wenzetu wanasema kule maamuzi magumu yamefanyika. Sasa nikasema mbona hili jambo, ni maana kuna wenzetu hili jambo analijua. Baada hapo ndo ile jioni sasa namsikia mwenyewe mwenyekiti wa baraza wazee kwamba wewe ndio jiandae, ndio utakuwa mwenezi. Yule tayari ashamalizika yule.